Naam, mtazamaji wa Student Connect, na hapa nimepata bahati pia kuzungumza na msichana mrembo kabisa kutokea Kampala University. Dada, mambo vipi? Poa. Naam, tungetamani kufahamu kutokana na tamasha ambalo lilikuwa linaendelea hapa katika siku hii ya leo. Kitu gani ambacho umejifunza? Kitu ambacho nimejifunza ni kwamba nimejifunza kwanza biashara. Biashara ni connection, biashara ni watu. Nimejifunza jinsi gani ya kumake pesa, jinsi gani mimi kama mwanachuo, mimi kama mwanafunzi wa university kumake pesa, kutumia bumu ambalo napata, kutumia pesa ambazo napata kutoka kwa wazazi. Ni njia gani ambayo naweza nikatumia kumake zile pesa, na nikizimake zile pesa ni njia gani ambayo itanifanya nizitumie vizuri katika kuandaa biashara au kuandaa mikakati ya biashara, au jinsi gani ya kufanya ninufaike nazo baadaye baada ya sasa hivi kuanza kuzimake. Naam, umezungumza kwamba umejifunza namna ya kutengeneza pesa. Pengine tungetamani kufahamu njia gani ambazo umejifunza kwamba tunaweza kuzitumia kwa wanafunzi wa chuo kikuu kwa kujitengenezea pesa. Okay. Mwanakaka ameniuliza njia gani ambazo mimi kama mwanachuo ninaweza kuzitumia kwa ajili ya kumanage pesa au kuwekeza pesa. Naweza nikaweka pesa kwenye bank, naweza nikanunua hisa kwa kutumia pesa zangu za boom, na mimi nikawa mmoja kati ya wanahisa. Naweza nikawekeza pesa kwa njia mbalimbali, kwa biashara pia naweza nikawekeza pesa. Kwa mimi kama mwanachuo nina fursa nyingi sana za kuwekeza pesa. Nikitaka wakisema nianze kuzisema hapa, nitazisema mpaka asubuhi. Kwa ni njia nyingi sana. Kwa njia ambazo nimezisema, naweza nikawekeza pesa kwa njia ya benki, naweza nikawekeza pesa kwa njia mbalimbali. Njia ziko nyingi sana. Kwa hiyo siwezi kuzisema zote nikazimaliza. Lakini ingekuwa vizuri tutajie hata 3, 2 ili watu tuweze kujifunza. Ndio maana nikasema naweza nikawekeza pesa kwa kutumia biashara, naweza nikaanzisha biashara kwa kutumia pesa yangu ya bumu. Hiyo ni njia mojawapo ya kuwekeza pesa. Kwa sababu unavyoziweka pesa katika biashara, maana yake umewekeza zinakuwa zinaingia katika mzunguko. Na ninavyowekeza pesa, mfano naweka benki na nunua hisa, bank bado inakuwa ni njia nzuri ya mimi pia kuwekeza pesa. Maana yake pale nimeweka hisa zangu, pesa zangu zinazaa. Kwa hiyo hizo ndio njia ambazo mimi kama mwanachuo naweza kuzitumia, na ziko nyingi sana. Kwa hiyo siwezi kuzieleza zote nikazimaliza. Lakini pia umezungumzia kuhusiana na bumu, ndio tunaweza tukalitumia kwa matumizi ya kujiwekeza. Unadhani bumu kweli linatosha kabisa kwa matumizi ya kujikimu pamoja na kujiwekeza kwenye masuala ya kibiashara? Inategemeana na akili za mwanafunzi, na inategemeana na mtu mwenyewe anazitumia vipi pesa. Kwa siku kwa bumu letu, kwanza ninampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuongezea bumu. Tulikuwa tuna 8500 akatuongezea, kwa saizi tuna 10000 kwa siku. Mimi kwa upande wangu kutumia 10000 kwa siku haiwezekani. 10000 kwa siku ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo mimi kwa siku naweza nikatumia pesa kuanzia 5000. Hiyo 5000 nyingine ambayo naweka bado hiyo inaweza kanifanya nikafanya biashara. Kwa hiyo naweza nikatumia 50% ya bumu langu, 50% nikaweka akiba au nikaweka katika biashara. Kuna watu wanaamini kwamba pesa bumu ni haitoshi kabisa kwa matumizi ya mwanafunzi. Hao ambao wanaamini kuwa pesa bumu haitoshi kwa matumizi ya wanafunzi ni kwa sababu wamekosa maarifa ya kujua wanataka nini na wapi wanataka kwenda, wao kama wanafunzi wa chuo kikuu, wao kama wanafunzi wa university. Lakini pesa za bumu zinatosha kama utazitumia vizuri na utazipangilia, kwa sababu wewe kama mwanafunzi na unapata elimu ya fedha, lazima ujue jinsi gani ya kuipangilia fedha, na fedha gani utaingiza sehemu fulani na fedha gani utaingiza sehemu fulani. Tumejifunza kwa watu wengi sana ambao wamepita. Wengi walikuwa wanatumia mabumu yao, lakini kuna wengine kutumia mabumu wamefanya biashara. Je, wao hizo pesa zilikuwa zinawatosha sana? Hapana, kwa sababu tu walikuwa na akili na walikuwa wamepatiwa elimu za fedha. Kwa hiyo lengo kubwa la sisi wanafunzi ni kupata elimu za fedha, zitatusaidia sana. Na ukiwa kama mwanafunzi wa chuo kikuu, pengine kuna changamoto zipi ambazo zinajitokeza kwa wanafunzi wa chuo kikuu kuhusiana na masuala ya elimu ya fedha? Masuala ambayo yanajitokeza kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kutokana na elimu ya fedha, kwa sababu wao wenyewe kwanza hawajaamua kuwa tayari kuzipokea elimu kama hizo, elimu za fedha. Lakini kama wao wangekuwa tayari kuzipokea elimu za fedha, wangeweza kujikimu kimaisha wakiwa chuoni na kufanya biashara zao wao kama wanavyo. Mimi naona changamoto kubwa ni kukataa kuja kujifunza, na wanafunzi wengi wa vyuo vikuu hawapendi kujifunza vitu. Wanatamani tu zile pesa zinavyoingia watumie kwa akili zao. Lakini mimi nakwambia ukweli kakangu, kama wakikubali kufundishwa, naamini hizo pesa ambazo wanazipata kwenye boom wanaweza wakafanyia biashara na zingine wakatumia, na hiyo biashara inaweza ikawasaidia pia katika maisha ya chuo. Kwa mimi ninachotaka ni washauri wanafunzi wa vyuo vikuu siku ya leo, niwaambie ya kwamba waamue kufuatilia masuala ya elimu za fedha, waamue wao wenyewe kuwa
hizo njia zipo mtandaoni, wanazitumia, wao wana Google, wanaangalia watatumia vipi, watatumia njia gani kumanage pesa hivyo. Naam, dadangu nikushukuru sana kwa kushiriki. Okay, asante sana kwa kunishukuru, ila kwa majina yangu mimi naitwa Eunice aka naitwa Yuyu kutoka Kampala International University. Thank you. Asante sana.